Taarifa kubwa baada ya kusikiliza moja kati ya good speech ambayo kaitoa rais kutokea nchini Burkina Faso ambaye ni Ibrahim Traore. Kaongea vizuri sana na binafsi hajazungumza kwa sababu ya kutetea nchini Iran, lakini pia hajazungumza kwa sababu ya kuitetea nchi ya Marekani. Of course baada ya taarifa ambazo ziliweza kudai lakini pia kuthibitishwa kwa Ayatollah Saidi Al-Husseini Khamenei baada ya kufa sambamba na binti yake, mkwe wake pamoja pia na mjukuu wake katika shambulio la makombora 30 mapema asubuhi kabla hajatoka kwenda kwenye makazi yake. Of course Ibrahim Traore kapteni baada ya kuzungumzia yale yote yanayoendelea ni kwamba tamko lake lakini pia ushauri ambao yeye kama rais wa nchini Burkina Faso baada ya kupokea taarifa hizo, moja kati ya ombi lake sana ni kutamani kuona mabara lakini pia na nchi tofauti tofauti zinakuwa katika amani. Moja kati ya swala ambalo limekuwa ni endelevu kwa baadhi ya viongozi ambao wanajitambua ni kuhakikisha kwamba mataifa yanakuwa katika amani. Kwa hiyo kuona baada ya Donald Trump kuweza kuweka onyo kali baada ya kuona kwamba bendera ya Iran ile ambayo ni bendera nyekundu ya kuashiria kwamba pia Iran na wao wamejipanga sambamba kulipa kisasi baada ya kiongozi wao Ayatollah Saidi Al-Husseini Khamenei baada ya kuweza kufariki dunia, imebakia kama historia. Lakini sasa huenda yale maswala na tetesi ambazo zilikuwa zikizungumziwa kwamba huenda kama Iran ataendelea kufosi na kulazimisha vita na nchi ya Marekani, basi naweza nikazungumza kwamba Marekani kama alivyozungumza Rais D. Trump baada ya kutoa onyo kali kwamba yani kuiteketeza nchi ya Irani ni jambo dogo sana. Yani kwa upande wake yeye anaamini kwamba ana nguvu lakini pia ana silaha za kuiteketeza nchi ya Iran ndani ya dakika chache. Sasa ni swala ambalo kwa maono ya El Capitano Ibrahim Traore ni kuziomba pia nchi zote lakini pia na Umoja wa Mataifa kuweza kukaa chini na kuhakikisha kwamba amani inaendelea kutawala katika nchi zote. Mabifu yasiyokuwa ya msingi lakini pia visasi visivyokuwa vya msingi si vyema katika nchi mbalimbali ambazo kuna baadhi ya nchi nyingine ambazo zitakuwa ziko karibu zinaweza zikaathirika kutokana pia na vita ambayo inayoweza kuendelea muda wote na saa yote, kwa sababu tayari Iran wameshaonekana kabisa kwamba vita wanaitaka na wapo serious kabisa kutaka kuwavaa nchi ya Marekani. Sasa sina la ziada, lakini narudia tena kwa speech aliyoitoa El Capitano Ibrahim Traore. Of course ikazungumza vizuri kabisa kuihubiri amani ndani ya mataifa mbalimbali. Cha msingi tukutane kwenye upande wa